السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Aziz anasema kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita mimi nilieleza kwamba kwa ajili ya kuwa mcha Mungu mtu anatakiwa awe na hulka njema. Kuhusu mada hii maandiko ya Sina alayhi salatu wasalam nilisoma kwamba mtu anakuwa mcha Mungu wakati anapokuwa na hulka njema. Basi muaminiyo anatakiwa afanye juhudi ya kuwa na hulka njema zote, na vile vile vitendo vyote ambavyo aliambiwa na Mwenyezi Mungu avifanye, anatakiwa afanye vitendo hivi vyote. Na hivyo ndivyo mambo yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu yeye afanye juhudi ya kuepukana na yale mambo, ndipo anaweza kuwa na hulka njema ambazo ni muhimu kwa ajili ya mcha Mungu. Lakini ikiwa hulka kadhaa hazipatikani katika muaminio, katika hali hii hali ya imani yake pia inapungua, na inatakiwa ichunguzwe kwamba je, ana imani moyoni mwake au la. Kwanza mtu anatakiwa azingatie imani yake, na sharti ya kwanza ya muaminio ni kwamba yeye awe mkweli na aepukane na uongo. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anasema fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zure. Yani nyinyi muepukane na uchafu wa masanamu na vile vile muepukane na uongo. Kwa kueleza ibada ya sanamu na uongo pamoja, Mungu amesema kwamba ikiwa mtu hana tabia ya kusema kweli, basi yeye anafanya dhambi sawa na mtu ambaye anaabudu masanamu. Hii haiwezi kutokea mtu amini umoja wa Mwenyezi Mungu, na pamoja na hii yeye anakuwa na uchafu wa kuabudu masanamu. Basi hili ni onyo waziwazi kutoka kwa Mwenyezi Mungu
kwa ajili ya yule ambaye anadai yeye ni mwaminio. Mungu anasema ikiwa wewe ni mwaminio basi unalazimika kuwa mkweli. Pengine unatakiwa ufikirie kuhusu imani yako. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam pia kuhusiana na mada hii ametukumbusha sana, na ameeleza sanamu ni nini, na nyinyi kwa ajili ya kusalimisha imani yenu na kwa ajili ya kupata maendeleo katika imani yenu mnalazimika kuepukana na masanamu ya aina gani, na mnatakiwa kushika njia gani ili muweze kuepukana na masanamu. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza mada hii katika vitabu vyake mbalimbali, na vile vile alieleza mada hii katika hafla zake pia, na alieleza umuhimu wa ukweli waziwazi. Na Sayyidina alayhi salatu wassalam alitukumbusha kuhusu hii mara kwa mara, na kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie nasaha hizi za Sayyidina alayhi salatu wassalam ili sisi kwa kuimarisha imani zetu tupige hatua upande wa ucha Mungu. Mimi nataka kusoma maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu mada hii. Katika maandiko haya inaonekana mambo kadhaa yanafanana, lakini katika kila neno la Sayyidina alayhi salatu wassalam ni nasaha kwa ajili yetu. Sayyidina alayhi salam anasema katika kitabu chake kiitwacho Nurul Quran, Qurani tukufu imesema kwamba kusema uongo ni sawa na kuabudu masanamu. Kama Mungu anasema wajitanebu rizisa minal ausane wajitanebu kaula zuri, yani muepukane na uchafu wa masanamu na vile vile uchafu wa uongo. Yani vitu hivi vyote ni uchafu, ni chafu. Kwa hiyo mnalazimika kuepukana na vitu hivi vyote viwili. Kisha mtu akisema uongo anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Au tunaweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu hajali kuhusu muongo. Kuhusu hii Sayyidina anasema mnalazimika kuepukana na uchafu wa masanamu na uongo, kwa sababu uongo pia ni sanamu. Mtu anayemtegemea uongo anamwacha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ya kusema uongo mtu anamwacha Mwenyezi Mungu na anakuwa mbali naye. Yani mtu akisema uongo katika hali hii Mungu hawezi kuja karibu naye. Kisha Sayyidina alayhi salam anasema katika hikma ya mafundisho ya Islam na katika lecture Lahore pia amesema mnalazimika kuepukana na uchafu wa masanamu na vile vile ya uongo. Vitu hivi vyote ni chafu, yani mtu analazimika kuwa mbali na vitu hivi vyote. Kisha Sayyidina alayhi salam alisema katika hafla fulani, ndani ya Qur'ani tukufu uongo pia ni kitu ambacho ni chafu. Mungu anasema wajitanebu rizisa minal ausane wajitanebu kaula zuri. Sasa angalieni hapa Mungu ameweka uongo dhidi ya masanamu, kwa sababu uongo pia ni masanamu. Pengine mtu kwa nini kwa kuacha ukweli anategemea uongo? Kama masanamu hayana uhakika ukweli, hivyo ndivyo chini ya uongo pia hakuna ukweli wala hakuna kitu cha msingi. Inaonekana juu ni kitu kizuri, lakini ndani yake inakuwa si kitu chochote. Hata wale wanaosema uongo tegemeo lao linapungua na hali yao inakuwa ya aina hii. Hata wakisema kweli pia wanaonekana wamesema uongo. Na wale wanaosema uongo wakitaka kuacha tabia hii, basi hawezi kuacha tabia hii haraka sana, bali wanalazimika kufanya juhudi kwa muda mrefu sana, ndipo watakuwa na tabia ya kusema kweli.
watu wengine wanakuwa na tabia ya kusema uongo katika kila jambo, lakini ikiwa wanataka kuacha tabia hii wanalazimika kufanya juhudi kwa muda mrefu sana, ndipo wanakuwa na tabia ya kusema kweli. Kisha wale watu wanaudhani kwamba ufaulu wa dunia, ikiwa tunataka ufaulu wa dunia, basi kwa ajili ya hii tunalazimika kusema uongo, pengine hatuwezi kupata ufaulu wa dunia. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kukataa mawazo haya anasema, pamoja na ibada ya masanamu Mungu ameweka uongo. Kama mtu mjahili kwa kumwacha Mwenyezi Mungu anainama mbele ya jiwe, hivyo ndivyo yule mtu kwa kuacha ukweli anafanya uongo kuwa sanamu kwa ajili yake. Hii ndiyo ni sababu Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ameweka uongo na ibada ya masanamu kama ni kitu kimoja. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba yule ambaye anasema uongo yeye pia anategemea sanamu yake, na yeye anadhani kwamba kwa kutegemea sanamu yake atapata ukovu, ilhali yeye hawezi kupata ukovu. Ikiwa mtu anaambiwa kwa nini unafanya uchafu wa masanamu, anasema kwa nini sisi tuache kuabudu masanamu, hatuwezi kupata ufaulu bila hii. Kwa hiyo wale ambao wanategemea uongo wao ni watu wenye bahati mbaya sana. Sayyidina alayhi salatu wasallam anaendelea kusema kwamba na wahakikishieni kwamba hatimaye ukweli unapata ufaulu na ukweli unapata ushindi. Anasema kumbukeni kwamba hakuna kitu kingine kibaya zaidi kuliko kusema uongo. Watu wa dunia wanasema wale wanaosema kweli wanakamatwa, lakini mimi namna gani nikubali mawazi yao? Kwa sababu kesi 7 zilifanywa dhidi yangu, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mimi sikusema hata neno moja la uongo katika kesi hizi. Basi niambieni kwamba je, mimi nilishindwa katika kesi hizi zote 7? Mwenyezi Mungu mwenyewe ni msaidizi wa mkweli. Je, inaweza kutokea kwamba Mwenyezi Mungu amwadhibu yule mkweli, yani yule ambaye anasema kweli yeye aadhibiwe na Mwenyezi Mungu? Je, inaweza kutokea hivi? Ikiwa inatokea hivi, basi katika hali hakuna yeyote ambaye atakuwa na ujasiri wa kusema kweli duniani, na yeye hatamtegemea Mwenyezi Mungu, na watu watakata tamaa. Wale ambao wanapata adhabu kwa sababu ya kusema kweli, wao hawapati adhabu kwa sababu ya kusema ukweli, bali adhabu ile inakuwa kwa sababu ya makosa yao mengine yaliyofichika. Yani ikiwa wao walikamatwa na walisema kweli, wao walisema ukweli katika kesi yao na walipata adhabu, basi ikiwa walipata adhabu, mtu asidhani kwamba yeye alipata adhabu kwa sababu ya kusema kweli, bali alipata adhabu kwa sababu ya kuwa na makosa mengi na madhambi zilizofichika. Sayyidina alayhi salam anaendelea kusema Mwenyezi Mungu anajua kuhusu maovu ya mtu, na mtu anajua kuhusu makosa ya mtu, na baadhi wakati wale watu wanapata adhabu kwa sababu ya yale makosa. Yani Mwenyezi Mungu anayo hesabu ya makosa yetu yote, anajua hali ya vitendo vyetu. Hazur nasema kompyuta baadhi wakati inaharibika na rekodi yake inaharibika, lakini rekodi ambayo ni kwa Mwenyezi Mungu, ile rekodi haiwezi kuharibika, ile rekodi inabaki kwake. Manadamu baadhi wakati anafanya hila na njama, na kwa kufanya hivi anaweza kuepukana na adhabu ya dunia, lakini hawezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema mnalazimika kuendelea na umema na mnalazimika kufanya istighfar, na wakati mtu anapofanya istighfar na vile vile anafanya ahadi kwamba hatafanya maovu, na pamoja na ahadi yake hii afanye juhudi ili aendelee kufanya hivi. Sayyidina alayhi salatu wassalam
aliposema kwamba mtu wa dunia anasema kwamba namna gani tunaweza kuacha uongo, hatuwezi kupata ufaulu bila uongo. Hazur anasema kwamba yeye hasemi hii kwa ajili ya kupata faida kubwa sana, bali hali ya dunia, watu wa dunia ni aina hii kwamba kwa ajili ya mambo madogo madogo pia wanasema uongo. Hivi karibuni gazeti la National Geographic iliyokuja makala moja iliandikwa kuhusu uongo, na utafiti ulifanywa kwamba kwa nini sisi tunasema uongo. Katika makala ile iliandikwa kwamba ufaulu unapatikana kwa sababu ya uongo, kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba watu wanadhani ufaulu unapatikana kwa kupitia uongo. Na katika makala pia iliandikwa hivi, na mwenye makala alijaribu kuthibitisha kwamba kusema uongo ni maumbile ya binadamu, ila hali kusema uongo si maumbile ya binadamu, bali kwa sababu ya mazingira mtu analazimika kusema uongo. Na hawa watu kwa sababu wanakuwa na maslahi ya dunia, katika makala ile walihimiza kuhusu uongo kiasi hiki kwamba walisema kwamba mtu anazoea kusema uongo katika utoto wake, ila hali si hivyo, bali kwa sababu ya mazingira mtu anasema uongo. Na katika makala ilichapwa picha ya wale watu ambao wanashiriki katika mashindano ya kusema uongo, na wao wanapewa zawadi kwa sababu ya kusema uongo. Mtu mmoja ambaye alipata zawadi kwa sababu ya kusema uongo alisema kwamba ninayosema baadhi wakati inakuwa kweli, lakini ikiwa mimi sielezi yoyote ninayosema kwa kutegemea uongo, basi watu hawatanisikiliza wala hawatajali kuhusu kauli yangu. Kwa hiyo kwa ajili ya kuwavuta watu mimi nasema uongo. Kisha katika makala ile ile, kuanzia watoto mpaka wanasiasa na watu wengine wa ujuzi mbalimbali, hata wanasayansi pia, imesemwa kwamba wao pia wanasema uongo. Na imesemwa kwamba katika mazingira uongo ni kiasi kwamba kila mahali uongo unaonekana, na wao wanadhani kwamba mtu hawezi kuepukana na tabia hii ya uongo kwa sababu mtu analazimika kusema uongo. Hazur anasema sisi tunasema kwamba hawa watu wa Ulaya wana tabia ya kusema kweli. Baada ya kusoma makala hii niliyoeleza hapo awali, inaonekana kwamba msingi wa watu hawa ni juu ya uongo. Utafiti waliofanya katika makala ile, katika utafiti ule ilionekana kwamba kila mtu anasema uongo mara 3 mara 4 kila siku. Wanasema uongo na mbalimbali. Kwa mfano, kuna uongo kwamba msiwaelekeze watu vizuri, yani yule mtu pia amesema uongo, yani na vile vile kumdanganya mtu mwingine pia ni kusema uongo, na kwa ajili ya kuficha makosa ya mtu pia ni uongo. Na vile vile kuna udhuru mbalimbali kwamba kwa sababu ya udhuru hii watu wanasema uongo. Na vile vile kwa ajili ya kujiona mimi ni mtu mzuri watu wanalazimika kusema uongo. Mambo haya yote yameelezwa katika makala ile. Katika kuhusu uongo mkubwa, katika makala hii imeandikwa kwamba mwanamke na mwanamume wanaficha mahusiano yao na watu wengine, na wao wanalazimika kusema uongo ili mambo yao yasiharibike.
hazur anasema kwamba hii pia ni uovu wa mazingira ya hapa, kwamba kwa sababu ya kujenga mahusiano ya aina hii wanajenga mahusiano mabaya, na wakati hali yao inapojulikana basi hali inakuwa mbaya na ihtilafu inapatikana na wanalazimika kuachana. hata tukichunguza hali ya familia zetu pia tunaona kwamba talako khula inatokea kwa sababu mtu anategemea uongo. Ilhali katika hutuba ya nikaa tuliambiwa kwamba tusome aya kadhaa, na katika aya hizi ni aya moja hii, aya lazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yani enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na vile vile museme kweli. na kisha Mungu akasema yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. yani ikiwa mnasema kweli katika hali, Mungu atarekebisha mambo yenu yote na vile vile atasamehe dhambi zenu, na yule anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi yeye anapata ufaulu mkubwa. kwa hiyo uhuru unapopatikana kwa jina la uhuru, watu hawafanyi hijabu. wakati hijabu haipopatikani, basi kwa sababu hii maovu yanapatikana na silsila ya uongo inaanza, na silsila hii haiishi. Mwenyezi Mungu katika aya hii amewasihi mume na mwanamke kwamba waseme ukweli kiasi hiki kwamba uongo usipatikane hata kidogo. Mkifanya hivi basi mahusiano yenu yatakuwa mazuri, na katika hali watoto wenu pia watapata malezi mazuri, na Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zenu na vile vile atawapatieni ufaulu mkubwa. basi hii ndiyo ni amri nzuri ya dini tukufu ya Islam. Lakini licha ya kuwa na amri hii, watu wengine hawasemi kweli, na kwa kufanya hivi wanaharibu mahusiano yao na vile vile wanaharibu mahusiano yao. na kwetu khula na talaq imezidi kwa sababu watu hawafuati amri za Mwenyezi Mungu. Watu wa dunia ambao hawana mwelekeo wala hawana mwongozo, na wale ni watu wa dunia wakisema uongo. Mwenye makala amesema kwamba uongo huu ni uongo wenye hatari sana, lakini wale watu ambao wameongoka, wamepata mafundisho mazuri, basi wao wakisema uongo wao itakuwa hatari zaidi, na hali yao itakuwa yenye hatari zaidi, kwa sababu wao wanaenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu. na yule anayefanya hivi yeye hatapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na vile vile ufaulu uliowekwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yeye hatapata ufaulu. basi jambo hili ni lenye fikira sana kwa ajili ya wale ambao wanakuwa na tabia ya kusema uongo katika maisha yao. Mwenye makala ameandika kwamba watu wanasema uongo kwa ajili ya kuficha makosa yao, na wao wanasema uongo ili wasikutane na watu. Kwa mfano, hawataki kukutana na mtu, anasema kwamba sisi hatupo nyumbani, au mtu akimpigia simu anamwambia mke wake kwamba umwambie huyu kwamba mimi sipo nyumbani. na kwa kufanya hivi hawa watu wanawazoesha watoto wao waseme uongo. kwa hiyo haya si maumbile ya binadamu, bali ni vitendo vya wanadamu. Kisha mwenye makala ameandika kwamba hata bila kuwa na sababu yoyote watu wanasema uongo, na Hazur anasema hii wanasema kwa sababu ya athari ya mazingira.
kisha yule mwenye makala amesema kwa ajili ya kuficha haki pia watu wanasema uongo, na vile vile kwa ajili ya kuwapatia wengine hasara wanasema uongo, na kwa ajili ya kuwa wazuri wanasema uongo, na kwa ajili ya kuwachekesha watu wengine wanasema uongo. Ilhali huzuri anasema mtu anaweza kufanya joke nzuri, na vile vile ameandika kwamba kwa ajili ya masilahi ya binafsi pia mtu anasema uongo, kwa ajili ya kupata faida ya mali pia mtu anasema uongo. Katika utafiti huu uliofanywa imeelezwa hali ya watu wote ambao wanasema uongo na asilimia yao ni kiasi gani. Miongoni wa hawa ni wale ambao wanaficha makosa yao na wanaotanguliza faida ya mali yao, na vile vile wanaotanguliza masilahi ya nafsi yao, na vile vile wale ambao hawataki kukutana na watu wengine. Hawa ni watu ambao wanasema uongo. Kwa hiyo watu wa aina hii wanne wanasema uongo zaidi kuliko wengine, yani kwa ajili ya kuficha makosa, kwa ajili ya faida ya mali na faida ya nafsi, na vile vile kutokukutana na watu. Hii ndiyo ni hali ya hawa watu ambao kuhusu watu hawa inafikiriwa kwamba hali ya ukweli wao ni nzuri zaidi kuliko sisi. Ikiwa watu hawa ni kipimo kwa ajili yetu, basi kwa ajili ya maaminio ni jambo la hatari sana na jambo la kufikiria sana. Hawa ni watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu na wanafanya ushirikina, lakini sisi ambao tuna imani na tunadai tuna imani na tunadai tunafuata mafundisho ya dini tukufu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi tunaacha ukweli, basi katika hali hii tunakuwa mbali na dini ya Mwenyezi Mungu na vile vile tunafanya ushirikina pia. Basi tunalazimika kuchunguza hali ya ukweli wetu. Kuhusu kutoa ushahidi, Mwenyezi Mungu anasema msitoe ushahidi wa uongo. Kuhusu watumishi wa Mwenyezi Mungu anasema wallazina la yashaduna zura, yani watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao hawatoi ushahidi wa uongo. Basi ushahidi wetu hautakiwi uwe kwa ajili ya kupata faida ya mali na faida ya nafsi. Kwa hiyo hatutakiwi tutoe ushahidi wa uongo. Ikiwa sisi tunataka kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu na tunataka kuimarika katika imani yetu, basi tunalazimika kuipukana na uongo huu. Bali kwa ajili ya kuipukana na shetani pia ni lazima, na kujiepusha na shetani tunalazimika kwa kwamba tusiseme uongo, kwa sababu mtu akisema uongo ataenda mbali na Mwenyezi Mungu. Wakati mtu anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu, Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba yeye atajenga mahusiano yake na shetani, atakuwa karibu na shetani. Hazur anasema kwamba hali ya kweli wetu inatakiwa aina hii, na namna gani tunaweza kujiepusha na uongo. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, mimi sitaki kutoa nasaha kwamba nyinyi msimwage damu, kwa sababu ni nani anaweza kumwaga damu isipokuwa yule ambaye ni mwenye shari sana. Lakini nawasihi kwamba nyinyi msimwage damu ya ukweli, mkubali haki, hata kama haki mnapata kutoka kwa mtoto au kwa mdui. Basi ikiwa mnapata haki, muache maoni yenu. Yani ikiwa mtoto anasema jambo la kweli, nyinyi mnalazimika kukubali, hamtaki musisitize mawazo yenu. Amesema mushike ukweli na mutoe ushahidi wa kweli, kama Mungu anasema ijtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zuri, yani mujiepushe na uchafu wa masanamu na vile vile uongo.
amesema kitu ambacho kinageuza uso wenu katika ukweli na kinawapelekeni kinyume na ukweli, basi kile kitu ni sanamu kwa ajili yenu. Mnalazimika kusema ushahidi wa kweli, hata kama ni dhidi ya wazazi wenu, ndugu zenu na jamaa zenu. Na nyinyi msiache uadilifu katika hali yoyote. Mkristo mmoja alileta shutuma kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alituruhusu tuseme uongo sehemu tatu kwa ajili ya kuficha dini. Mungu amesema ndani ya Qur'an tukufu kwamba mnaruhusiwa kusema uongo, ilhali katika Injili ruhusa hii haipatikani. Kwa shutuma ya hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema iwe wazi kwamba jinsi Qur'ani ilitukumbusha na ilitusisitiza kuhusu ukweli, hali ile haiwezi kupatikana ndani ya Injili. Anasema Qur'ani tukufu imesema kwamba kusema uongo ni sawa sawa na kuabudu masanamu, kama Mungu anasema wajitanibu risa minal-awsani wajitanibu kaula zuri, yani mujiepushe na uchafu wa masanamu na vile vile uchafu wa uongo. Kisha Mungu anasema sehemu nyingine, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, yani enyi mlioamini mushike uadilifu na mutoe ushahidi wa kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata kama ushahidi ule ni dhidi ya nafsi zenu, dhidi ya wazazi wenu na jamaa zenu, na hata kama hawa wote wanapata hasara kwa sababu ya ushahidi wenu. Katika hali hii pia mnalazimika kusema ukweli. Hii ndiyo ni hali na kipimo cha ukweli katika Islam. Yani uadilifu hauwezi kupatikana mpaka ukweli uimarike, na hii ndiyo ni sifa ya maaminio. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza mada hii zaidi anasema Mwenyezi Mungu amesema la yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, yani ninyi msiache uadilifu kwa sababu ya uadui wa maadui. Muendelee kushika uadilifu kwa sababu ucha Mungu ni katika uadilifu. Anasema nyinyi mnajua mataifa yanayosumbua na yanamwaga damu, yanawaua watoto na wanawake kama makafiri wa Maka walifanya, kisha waendelee kupigana na Waislamu. Kufanya uadilifu watu wa aina hii ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo Qur'ani tukufu imezingatia haki za maadui wa aina hii pia. Nawaambieni kweli kweli, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawaambieni kweli kweli kwamba ni rahisi kuwatendea watu vizuri, lakini kufanya uadilifu na maadui si jambo la kawaida. Wapo wengi ambao wanapenda maadui wao na wanazungumza nao kwa upole, lakini wananyang'anya haki zao, na kwa ajili ya kunyang'anya haki zao wanasema uongo na hawafanyi uadilifu. Anasema ndugu moja anapenda nduguye na anamdanganya na ananyang'anya haki zake, na ametoa mfano wake. Kwa mfano, kuna mkulima, yeye kwa kutumia ujanja haandikishi majina ya watu ambao wanafanya kazi, lakini kwa upande mwingine anaonyesha mapenzi na wale watu. Huzuri anasema kwamba watu
tunapata kesi ambao kwa kutumia uongo watu wanabadilisha majina ya jamaa na hivi watu wanapata hasara. Sayyidina alayhi salam anasema Mwenyezi Mungu katika aya hii hakuzungumza kuhusu mapenzi, bali amezungumza kuhusu kipimo cha mapenzi, yani yule mtu ambaye atafanya uadilifu na mdui wake. Basi yule ambaye hafanyi uadilifu kwa ajili ya kupata masilahi tu, bali mwaminio ni yule ambaye hali ya ukweli wake ni hii kwamba yeye hata kwa ajili ya kumdhuru mdui pia asiseme uongo. Katika hali zote anatakiwa aseme kweli. Ikiwa mwaminio analazimika kusema kweli katika hali hii ya mdui, basi katika mahusiano yake ya kawaida yeye analazimika kusema kweli zaidi. Basi hii haiwezi kutokea kwamba mtu ampende mtu kisha aseme uongo pia. Basi hizi ni sifa ambazo mwaminio anatakiwa anaye katika maisha yake. Na hali hii itakapopatikana, yani hali ya ukweli hii itakapopatikana, katika hali hii mtu hawezi kumdhuru mtu mwingine. Kwa kueleza umuhimu wa ukweli, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema haram haileti madhara kama uvongo, na mtu asione kwamba kula haramu ni sahihi. Si hivyo. Mradi wangu ni kwamba mtu ambaye anakula nyama ya nguruwe kwa sababu ya shida, yani ikiwa mtu anakufa na njaa anakula nyama ya nguruwe, lakini akisema kwamba kula nyama ya nguruwe ni halali, hii si sahihi. Akifanya hivi basi anahalalisha kitu kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwaminio anazingatia sana ulimi wake na anashika ulimi wake. Mufanye utawala juu ya ulimi wenu, yani mtu anatakiwa apate ushindi juu ya ulimi wake na maneno yake. Isitokee hivi kwamba yoyote inayotoka katika ulimi wake aseme, hivi fitina na ufisadi itapatikana. Mtu analazimika kuchunguza kwamba ulimi wetu useme ukweli, na tuwe na hali ambayo ni hali ya kuwa na mbali na ushirikina, na vile vile tusiwe na tabia ya kusema uongo. Hivyo ndivyo makosa yaliyoelezwa katika makala niliyoeleza hapo awali. Kila mmoja achunguze kwamba je, mtu ana tabia ya aina hii. Ikiwa mtu anakuwa na tabia ya aina hii, anatakiwa afanye juhudi ili aondoke nayo, asiwe na tabia ya aina hii. Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kuelewa mada hii, na Mwenyezi Mungu awajalie watu wote waseme kweli haswa. Na kitu kingine ambacho kinamleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu ni tabia ya kuwa na unyenyekevu. Kuhusu watu wanakuwa na majivuno, Mungu anasema wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil arzi maraha. inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. yani usiwe na kibri wala usitembee ardhini kwa kuwa na kibri. Mwenyezi Mungu hampendi yule ambaye anakuwa na majivuno na kibri. Sayyidina alayhi salatu wassalam
pia ameeleza mada hii katika vitabu vyake sehemu chungu mzima. Anasema ameandika sehemu moja, wapo watu wengine ambao hawafanani na manabii hata kidogo, lakini wakiswali swala siku mbili wanaanza kuwa na kibri. Hivyo ndivyo kwa kupitia saumu na haji badala ya kupata faida wanapata kibri. Hazur anasema siku hizi, siku za Ramadhan, watu wengine wanapata nafasi ya kufanya ibada au wanapata ndoto ya kweli. Kwa sababu hii wanakuwa na fahari sana. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye istighfar sababu ya tabia hii. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbukeni kwamba kibri inakuja kutoka kwa shetani na kibri inamfanya mtu kuwa shetani. Madamu mtu haendi mbali, basi anakuwa na kibri. Basi mtu hatakiwi afanye kibri, isiwe kwa upande wa elimu, kwa kabila na familia, kwa sababu mtu anakuwa na kibri kwa sababu ya mambo haya. Na madamu mtu hasafishi nafsi yake katika makosa haya, yeye hawezi kuwa mcha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na yeye hawezi kupata hali ile ambayo inaanguza makosa ya kila aina, inachoma makosa ya kila aina. Na madamu mtu haipukani na kibri, yeye hawezi kupata maarifa na uchamungu, kwa sababu sifa hizi ni sifa za shetani na Mungu hapendi sifa hizi. Shetani pia alifanya kibri na alijiona yeye ni bora zaidi kuliko Adam, na alisema ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Na matokeo yake yalikuwa hivi kwamba yule alifukuzwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini Adam alayhi salatu wasalam alipewa maarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na yeye alipata fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa sababu Adam alikuwa anajua kwamba bila fadhila za Mwenyezi Mungu yeye hawezi kupata kitu chochote. Ndio maana alifanya dua hii, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hazur anasema kwamba kwa ajili ya kusoma dua hii pia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisi jumuiya yake kwamba jumuiya yake inatakiwa endelee kusoma dua hii. Siku hizi sisi tupo katika siku 10 mwisho za Ramadhan. Kwa ajili ya kuokoka katika moto tunatakiwa tusome dua hii sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, hii ndiyo ni siri. Isa alayhi salatu wasalam alipoitwa mtu mwema alisema, kwa nini mnaniita mwema? Watu walikosea wanasema kwamba Isa alisema maana yake muradi wake ilikuwa hii kwamba kwa nini hamniiti Mungu, ilhali maana ya maneno yake ilikuwa hii kwamba ikiwa ninafanya mema hii ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na Mungu anaweza kunyang'anya hali hii. Lakini watu wa dunia walifanya kauli hii ya Isa alayhi salatu wasalam kama ni kauli ya kibri, bali ilhali alikuwa mtu mnyenyekevu sana na alikuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, ikiwa mtu anataka kujitakasa, tiba yake ni hii kwamba mtu asiwe na majivuno wala tabia ya kibri. Yani ikiwa mtu anataka kujitakasa, basi hatakiwi awe na kibri, iwe kibri ya mali au ya familia. Kwa sababu nuru inaweza kupatikana kutoka kwa mbinguni, na mtu anataka nuru hii, hata jicho pia haliwezi kuliona bila mwanga wa jua. Hivyo ndivyo mwanga wa ndani ambao unaondoa giza na badala yake inaleta uchamungu, nuru hii pia inapatikana kutoka mbinguni. Na waambieni kweli kweli kwamba uchamungu wa mwanadamu na ibada yake na utakaso wake, vitu hivi vyote vinakuja kutoka mbinguni.
na vitu hivi vyote vinapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. फिर आप फरमाते हैं kisha anasema बस सच्ची मार्फत इसी का नाम है कि इंसान अपने नफ्स को मसलूब maarifa ya kweli kweli ni hii kwamba mtu aone kwamba yeye si kitu chochote और इसके साथ खुदा na yeye ainame mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa unyenyekevu aombe msamaha wake और अंदर एक रोशनी और नेकियों के लिए कुव्वत और हरारत na atafute nuru ambayo inandoa giza ya kila aina. और किसी वक्त किसी किस्म का बस्त और शरा सदर हासिल हो जाए तो इस पर akipata nuru hii अगर अल्लाह ताला से basi kwa sababu ya hii yeye asiwe na kibri, yani ikiwa anakuja karibu na Mwenyezi Mungu anaona maombi yake yanapokelewa na anapata utulivu wa aina fulani moyoni mwake, basi katika hali yeye asifanye kibri, bali anatakiwa awe mnyenyekevu zaidi baada ya kupata hali hii. Kwa neema hii za Mwenyezi Mungu anatakiwa awe mnyenyekevu sana, kwa sababu kadiri atajiona kwamba je si kitu chochote sawa na hali ile, ataendelea kupata baraka kutoka kwa Mungu. Ikiwa mtu anakuwa na maoni haya, basi tunategemea Mwenyezi Mungu atarekebisha hali ya hulka zake pia. Ikiwa mtu anajiona kwamba yeye ni kitu chochote duniani, basi yeye hii pia ni kibri. तकब्बुर दूर करने के लिए जरूरी है अपने हर फर्ज Kwa ajili ya kufuta kibri ni muhimu, हर अच्छी बात को ikiwa anakuwa na hulka njema, yeye aseme amepata hulka hizi kwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Alayhi salatu wassalam anasema kuna uchafu wa nafsi ambayo ni kibri na majivuno, अल्लाह ताला का फजल ना हो और ये मवाद रदिया जल नहीं सकते जब तक मार्फत की आग उनको ना जला na hali hii haiwezi kubadilika mpaka nuru ya Mwenyezi Mungu ishuke, na yule ambaye anapata maarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu anandoa uchafu huu. Na katika hali hii, ingawa anakuwa mkubwa, lakini anajiona yeye ni mdogo sana, na nuru anayopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu anaona hakupata nuru hii si kwa sababu ya uwezo wake, wala hasemi amepata nuru hii kwa sababu ya juhudi yake, bali anaona kwamba hii imepatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. लेकिन दीवार अपना कोई फख्र नहीं कर सकती Kama mwanga wa jua linapatikana juu ya ukuta hauwezi kudai kwamba hii ni mwanga wake, na ukuta hauwezi kuwa na fahari kwamba mwanga huu umepatikana kwa sababu ya juhudi yangu. Sayyidina Alayhi salatu wasalam anasema maadamu ukuta utakuwa safi, mwanga pia utakuwa zaidi. लेकिन किसी हाल में दीवार की जाती Lakini katika hali yoyote ukuta hauwezi kudai kwamba mwanga umepatikana kwa sababu yake, bali mwanga umepatikana kwa sababu ya jua. फरमाते हैं कि इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम Anasema अल्लाह ताला के फैजान hivyo ndivyo mioyo ya manabii inakuwa safi kiasi hiki, nuru ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya mioyo yao. Kwa hiyo wao hawadai kwamba nuru hii imepatikana kwa sababu ya nafsi zao, bali wanasema baraka hii imepatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni sababu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, je, utaingia peponi kwa kupitia vitendo vyake, Mtume sallallahu alisema hapana, bali nyinyi mtaingia peponi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Manabii hawasemi kwamba walipata ufaulu kwa sababu ya juhudi yao, bali wanasema walipata kwa sababu ya msaada wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali ya manabii ni aina hii, katika hali hii mtu wa kawaida anatakiwa awe mnyenyekevu kiasi gani, na kiasi gani anatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu, na kiasi gani analazimika kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Kibri inaleta mauti ya kiroho ndani ya mwanadamu, na katika hali hii mtu anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Alayhi salam alisema Mwenyezi Mungu ni msamehevu, yeye anamlea mwanadamu na anamrehemu. Kwa sababu ya rehema hii Mwenyezi Mungu anatuma mitume yake ili aikoe dunia katika uchafu wa dhambi. Lakini kibri ni maradhi mbaya sana. Mtu ambaye anakuwa na maradhi hii, basi yeye atakufa kifo cha kiroho. Amesema najua kwamba maradhi hii ni mbaya zaidi kuliko uwaji, na kibri inakuwa ndugu ya shetani, na kwa sababu ya kibri shetani alifedheheka. Kwa hiyo
sharti ya mwaminini kwamba ye asiwe na kibri bali unyenyekevu upatikane ndani yake उनमें हद दर्जा की फिर उतनी और इनके साथ na kuwa na unyenyekevu ni sifa ya manabii wa mwenyezi mungu na hali hii na sifa hii ilipatikana zaidi ndani ya mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam सलूक करते हैं तुम्हारे साथ आदम से पूछा उसने कहा कि सच तो ये है कि मुझसे mtumishi wa mtume saa salam aliulizwa mtume saa salam anakutendea namna gani alisema mtume sallallahu alaihi wasallam ananihudumia allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik wasallim sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kusihi juma yake anasema kibri imeenea sana duniani maulamaa wanakuwa na kibri ya elimu yao उनको इस्लाह नफ्स से कोई काम ही नहीं रहा wao hawajali kuhusu kurekebisha hali ya watu kila moja ana kibri na wao hawajali kurekebisha hali yao तक मादूद है malengo yao ni yanaishia mpaka mwili ndiyo maana ibada yao ni ya aina tofauti मैंने वो से पता नहीं चलता हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ऐसे जिक्रों na mambo haya hayapatikani kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani vitendo wanavyofanya hawa maulamaa havithibitiki kwa mtume saa salam na mimi naona kwamba hawa watu hawasafishi mioyo yao bali wao wanazingatia mwili tu दिल को पाक नहीं कर सकते और ना na juhudi yao hii haiwezi kusafisha mioyo yao wala hawezi kupata nuru ya maarifa नबी तरीक जैसा कि करने का था वो बिल्कुल तर्क कर दिया गया है na watu wameacha अब अल्लाह ताला चाहता है mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini sasa mungu anataka hali hii mwenendo huu wa mtume saa salam upatikane tena na utakaso upatikane tena duniani na mungu ametaka hali hii ipatikane kwa kupitia jumuiya hii ya ahmadia जमात के जरिए चाहते हैं आप फरमाते हैं बस फर्ज है sainam alahi salatu wassalam anasema basi जो करो ni jukumu lenu kwamba muzingatie hali yenu ya kurekebisha kweli kweli की तरफ तवज्जो करें आप फरमाते हैं हकीकी इस्लाह की तरफ तवज्जो anasema इसी तरह पर जिस तरह murekebishe hali yenu kama mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituongoza tunaweza kurekebisha hali zetu mwenyezi mungu atujalie tuweze kushika mwenendo wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tuweze kuiga mfano wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa kufanya hivi tuepukane na maovu yote na tujiepushe na dhambi zote na tuwe na hali ya kusema ukweli ambayo itatuleta karibu na mwenyezi mungu na tuwe na hali ambayo inapendezwa na mwenyezi mungu ऐसे अफराद बने जैसा कि उन्होंने sisi tuwe wafuasi wa sinam alahi salatu wassalam kama alitutaka tuwe na sifa za aina hizi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله